Karibu katika sehemu ya 10 ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kwa sababu hapa ndio kisima cha burudani. Gawun akiwa na bidada Dohi moja kwa moja akatimba katika maeneo haya ya fukwe. Kaendelea kufurahia michezo hii ya kuendesha baiskeli, na hapa ndipo ambapo tulikuwa tumekomea katika episode ya 9. Kama bado hujatazama basi hakikisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Baada ya kuitumia siku hiyo vizuri, mwisho wa siku akajikuta wamechoka sana kuweza kucheza michezo hii na wakaketi kando kidogo ya mto kuweza kutazama namna ambavyo jua lilikuwa likipunga. Na wakiwa hapa, Gawun aliweza kumsikia mdada mmoja hivi akimbembeleza sana mume wake ama mpenzi wake kwamba naomba unibebe kipenzi. Basi akajisikia vizuri sana kuyasikia maneno haya na kusema kwamba pindi utakapokuwa mke wangu halali kabisa siku moja nataka uniambie maneno haya. Bidada akasema, yani wewe unataka mimi uje unibebe mgongoni, nikikuvunja mgongo wako na ulivyo mwembamba hivyo? Jamaa akasema mimi mwembamba kweli? Wakaanza kutaniana sana hapo. Alafu bidada akaongezea kwamba kwa nini mpaka siku nitakapokuja kuwa mke wako? Kwani sasa hivi mimi sio mke wako? Jamaa akasema kwamba si unajua ndoa yetu yenyewe tulifunga kimagumashi. Bidada akasema ndio hivyo lakini bado mimi ni mke wako. Basi wakawa wamenuna tu hapo ghafla tu. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa akiendelea kuwapiga picha katika maeneo yote, alikuwa akishinda na namna ambavyo alikuwa akizidi kuongea. Kufika jioni, wakati wanatoka katika maeneo yale, wakausikia muziki ambao yule mwamba muasi huwa anapenda sana kuupiga. Wakaanza kukumbuka ile siku ambapo bidada alipokuwa amevamiwa, muziki kama huu ulikuwa ukiweza kusikika. Lakini kumbe kuna mama mmoja hivi simu yake ndio ilikuwa ikiita. Basi bidada akashangaa kwa kusema kwamba huu muziki una madhara sana katika saikolojia yangu mimi. Basi mwamba alipogundua kwamba bidada anaathiriwa na muziki mbaya, mwisho wa siku akanunua CD ya muziki mzuri, kisha akamshika bidada na kumwambia kwamba anataka tucheze pamoja na huu muziki unamaanisha kwamba unapaswa kumwamini uliye naye. Kati huo bidada akaanza hapa tu kutabasamu. Mwamba akamwambia bidada kuwa hata utakapokuwa unasikia ule muziki ule jambazi, unatakiwa kuchukulia kama muziki huu, unapaswa kuendelea kutabasamu na kucheza tu. Kile jambo la kuchekesha ni kwamba kumbe ni bidada Nosu Jin, yule dada yake kabisa, ndio alikuwa akimpiga picha na kuweza kumvizia kila sehemu alipokuwa anaenda. Na alikuwa anajilaumu sana kwa kazi yake ya kipumbavu kwa sababu kutoka asubuhi amekuwa anachukua matukio tu mazuri ambao hao walikuwa wanaweza kuyapitia. Hakuna kitu cha maana alichoweza kukipata hata kimoja. Mwamba Gawun kama kawaida akamfuata bidada na kuanza kumwambia kwamba unajua utakiwi kabisa ukata tamaa katika masuala yako ya ulisi. Lakini bidada akasema bana, hebu naomba niishi kwa amani, sitaki tuzungumzie mambo hayo kaka. Lakini Mwamba akasema kwamba kama unaweza kukata tamaa kirahisi katika mambo yako ya msingi, basi hata hivyo itakuja kujirudia katika maisha yako. Mambo yako mengine ya msingi utakuja kuyakatia tamaa hivyo. Watu wakisha kujua kwamba wewe ni dhaifu, basi watatumia udhaifu wako milele. Kwa hiyo unatakiwa kuonesha kwamba hata una upande wako wa pili wenye ujasiri zaidi. Bidada kiasi fulani akaanza kumuelewa Mwamba na akatamani kuanza kuifanya kazi hiyo. Basi akamwambia jamaa kwamba naomba tukamtafute huyo muuaji ni nani, naomba unishike mkono wangu. Lakini baada ya Mwamba kumshika tu bidada akajikuta kwamba nguvu zake hazifanyi kazi. Na wakati wanaendelea kuzipambania kuzihangaikia hizo nguvu zao, basi Mwamba Josuka kama ameingia katika eneo hilo na aliweza kufuma hawa watu wakiwa wanahangaikia mikono yao. Jamaa akawa anamuuliza bidada kwamba je, haujutii kuziachilia mali zako katika watu wengine kabisa? Bidada akasema sijutii hata kidogo, kwa kuwa tu nina amani ndani ya moyo wangu, hicho ndio kitu cha msingi zaidi. Upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Gawun akiwa ameelekea kituo cha polisi, na hapa alikuwa anafuatilia picha ya muuaji. Na ni kweli polisi wakaweza kugundua kwamba muuaji huenda atakuwa anaonekana katika namna hii kutokana na maelezo ambayo Mwamba alikuwa ameweza kuyatoa. Usiku wa leo bidada Dohi ili kusherehekea maisha yake ya amani alikuwa amemwalika secretary sehemu fulani hivi, wakaendelea kupata ulabu taratibu kabisa. Sasa hivi wanajua kwamba hawafuatiliwi na mtu yoyote yule. Bidada kila wakati wanamuitaga Mwamba Gawun, lakini siku ya leo alikuwa amemwandikia message kwamba mume wangu uko wapi? Mwamba alishangaa sana kuona kwamba huyu mwanamke amemuita leo mume. Moja kwa moja akatimba katika maeneo hayo ambayo bidada alikuwepo. Kumbe bidada alikuwa ameelewa bana, alipolewa ndo akaanza kumuita jamaa mume. Na siku zote mlevi huwa haongei uongo, anaongea ukweli. Mwamba akataka kumchukua bidada, lakini akashangaa bidada anaanza kuongea maneno fulani ya kishenzi kweli. Eti samahani sana secretary, na kufanya wakati mwingine unafanya kazi kupita wakati wako wa kazi, nisamee rafiki yangu. Wakaanza kucheka bana, jamaa anawashangaa tu hao watu vipi. Na kwa sababu mlevi huwa anaongeaga ukweli akielewa, moja kwa moja jamaa akazidi kuwasubiria tuongea yote ili aweze kuzijua siri zao zote. Na mwisho wa siku akawa amempigia basi na kumwambia kwamba njoo wachukue hao walevi huko basi. Mwisho wa siku yeye bana, kwa sababu hakuwa na usafiri, kabidi kumbeba tu bidada mgongoni. Bidada anafurahi kweli, mume wangu leo umenibeba mgongoni, najisikia amani kweli. Haya niite mke. Jamaa anasema mke safi sana, basi niendelea kunibeba na endelea kunitembeza taratibu. Nilikusikia siku ile unasema wewe umetamani namna ambavyo yule mdada alikuwa anamwambia mume wake ambebe, na mimi nataka unibebe leo mpaka nyumbani, tusipande gari hata kidogo. Haya niambie mume wangu, umefurahi ulipoweza kunibeba mgongoni? Jamaa anasema ndio nimefurahi sana, basi nirudishe tulikoweza kutokea. Mwamba akawa anamrudisha bidada, kisha anamwambia nirudishe mpaka nyumbani. Jamaa anamrudisha tena, kisha bidada anamwambia hivyo. Jamaa alimzungusha bidada mpaka bidada ambapo usingizi ulikuwa umeweza kumchukua, ndo akawa amemrudisha nyumbani. Ilikuwa ni moment nzuri lakini iliyomchosha sana Mwamba. Na sasa huku katika kituo cha polisi bana, polisi wakaja kutumia teknolojia kugundua kwamba sura kamili ya huyu jamaa ambaye ni muuaji, na wakapata mpaka utambulisho wake. Hasa kumbe yule kaka mtu anayefahamika kama Nosu Kumini ndiye alikuwa anamtumaga huyu muuaji akishirikiana na yule mdogo wake wa mwisho kabisa. Na walipoweza kugundua kwamba huyu jamaa ameweza kugundulikana sura yake, basi wakaenda kumtia moto. Na hapa ndo tunaonyeshwa uovu huyu jamaa ulivyokuwa ni mbaya zaidi. Ni kwamba ile siku yeye ndo alikuwa anaongea na mama yake, na yeye ndiye alikwenda kumbadilishia mama yake vidonge na kuweza kumwangamiza. Maafande kama kawaida siku ya kesho yake wakaelekea eneo la tukio. Lengo ni kwenda kumkamata mhalifu kwa sababu ameweza kufahamu utambulisho wake, lakini kwa bahati mbaya wakakuta jamaa
jamaa amekwisha kuchoma moto, lakini pia amechomwa na kisu. Kisha akamtumia taarifa Gohan kwamba huyu jamaa amefariki. Mwamba alipozisikia habari hizi haraka sana akakimbia mpaka kule katika ofisi yake, kwa sababu akawa anahisi kwamba huenda huyu jamaa alikuwaga ametega mawasiliano katika chumba chao cha kazi, kwa sababu anajuaje kila hatua ambayo wanaipiga kwa lengo la kuweza kumuinda huyu adui yao? Lazima kuna shida ambayo inaendelea hapa. Mwisho wa siku jamaa akafanikiwa kuikuta hii sound capture ambayo inatuma sauti kuelekea kule kwa yule jamaa muuaji, na hapa akagundua kwamba huenda muuaji ameweza kuuliwa kwa sababu yule ambaye alikuwa anamuagiza amegundua kwamba sisi tumeweza kufahamu siri yake, kwa alitaka siri yake endelee kubakia. Kwa hiyo mtu aliye nyuma ya pazia bado yupo na anaendelea kufanya matukio yake kama kawaida. Wakawa wamegundua jambo hilo. Mwamba Joseph akiwa na bidada Doi katika gari akawa anamwambia kwamba unamwamini kwa kiwango gani huyu Mwamba Gaon, na hisi kwamba huenda yeye ndio ameweza kumuua huyo mtu mhalifu. Bidada akasema kwamba sidhani kama Gohan anaweza kufanya jambo hilo, na sio kwamba sidhani, nina uhakika wa 100% hawezi kufanya jambo hilo, na muamini kuliko unavyodhani. Sasa mbaya zaidi ni kwamba Gohan alipoelekea katika zile saa ambazo zinahesabu maisha ya watu ambao wamechukua mikataba, akashangaa saa zote zimeacha kufanya kazi. Hii kitu ilibaki na washangaza sana. Hasa ili Mwamba kuhakiki kwamba zile saa je zinafanya kazi au hazifanyi kazi, kabidi kuelekea hospitalini kule ambako alikuwa ameweza kumtibia yule mtoto. Kashangaa kuona kwamba yule mtoto anarudishwa hospitalini tena, hali yake imezidi kuwa mbaya. Akagundua kwamba kumbe nguvu za kishetani zote alizokuwa anazitumia sasa zimeanza kupotea, na zimeanza kupotea kabisa kabisa. Akamkumbuka yule mwanamke ombaomba, akamfuata kisha akamwambia kwamba je, unafahamu chochote kuhusiana na hali ambayo ninaipitia mimi? Lakini huyu mwanamama akasema kwamba wewe sasa hivi ni binadamu kabisa. Jamaa akajikuta anamshangaa tu. Mwanamke huyu akamwambia hebu twende baa kidogo tukapate unywaji. Alipokuwa anaingia hapa baa anashangaa kuona kwamba huyu mwanamke anaheshimika sana. Gaoni akabaki anasema kwamba ikiwa watu wanaweza kuhukumu watu na namna ambavyo wanaonekanika, inakuwaje wanaweza kumheshimu mtu ambaye ana muonekano wa kichaa kabisa? Kumbe bana, mwanamke huyu kwa watu wote ambao wanamhitaji kwenye maisha amewasababisha waweze kumuona kama yeye ni ombaomba tu, lakini wale watu wasiomhitaji anawasababisha waweze kuona kwamba yeye ni bonge la tajiri. Mwanamama akasnap vidole vyake na mwisho wa siku akahama kabisa na kuhamia katika mazingira ya jangwa. Jamaa akashtuka kwamba isije kawa huyu mama naye ana uwezo kama wa kwake. Mwanamama huyu akazidi kubadilisha mazingira kwa mazingira. Mwamba Gohan akauliza, wewe mwanamke ni nani? Akamwambia mimi ndiye ambaye nilikupatia hizo nguvu ulizokuwa nazo kabla, lakini jibu rahisi ni kwamba mimi ni Mungu wako. Mwamba akasema sawa, sitaji kuyajua hayo yote, nahitaji tu kurudishiwa nguvu zangu. Lakini huyu mwanamke akamwambia kwamba sio wewe ambaye uliweza kuzitoa zile nguvu, kwa hiyo huna mamlaka ya kuweza kuzirudisha. Mwanamama akasema kwamba ile alama iliyohamia kwa yule bidada itakuja kupotea siku moja, na siku itakapokuwa imeweza kupotea na wewe utapotea kabisa ulimwengu. Lakini kama unataka nguvu zako ziweze kurudi, basi yule bidada anatakiwa kufa ili wewe uweze kupata nguvu zako. Ila kama yule bidada yuko hai, wakati wa usiku utakapofika na mwezi utakapokuwa timilifu, basi ule alama itakwenda kujifuta mkononi mwa bidada na wewe utakwenda kupotea duniani. Mwamba Gohan akasema kwamba ni kwa nini unatufanyia hivyo mimi na bidada Doi? Huyu mwanamke akasema kwamba kila binadamu nimemwekea sheria na misingi ya kuweza kuishi katika hiyo, lakini binadamu wanabadilika na kuamua kwenda kuishi katika misingi yao, na wanapofikia hatua hiyo huwa misinaga maamuzi mengine. Dada Jingayan moja kwa moja akamfuata yule jamaa ambaye anamuonaga kwamba ana wivu kidogo na bidada, kisha akamwambia kila kitu kinachomhusu Mwamba Gaon. Akamwambia kwamba Mwamba anachukua nafsi za watu kwa kuwauzia maisha mazuri, na kisha baada ya hapo anakwenda kuwaua na kuchukua nafsi zao ili aendelee kubakia kijana daima. Huku upande wa pili huyu mwanamke anazidi kumwambia Mwamba kwamba itakapotimia mwezi kamili, basi alama ile itaondoka mkononi mwa bidada na wewe utakwenda kupotea kabisa ulimwenguni kana kwamba hujawahi kuwepo. Mwamba akiwa amenyongea kweli kweli akawa anarudi nyumbani. Akakuta mke wake amechangamka kweli siku ya leo na yuko kumwandalia Mwamba keki, akimwambia kuwa nataka leo tusherekee mapenzi yetu, lakini nataka niazimishe leo hiyo ndio siku yako ya kuzaliwa. Mwamba anamtazama tu bidada namna ambavyo anahangaika kumlembea hiyo keki yake, basi akawa amemkumbatia kwa nyuma. Lakini bidada akaanza kushtuka kwamba huyu jamaa hayuko kawaida siku ya leo. Bidi kumuuliza ni wapi ambapo ulikuwa umeelekea haraka kiasi kile. Mwamba akasema hapana, nilikuwa nimeelekea tu kwa rafiki yangu hapo, lakini nimeweza kurudi. Basi bidada akajua kuwa hakuna changamoto yoyote, akazidi kufurahia kumlisha Mwamba keki, na jamaa akazidi naye kujifanya kama yuko vizuri tu. Na baada ya michezo hiyo yote, mwisho wa siku Mwamba akawa anamuuliza bidada kuwa ni kitu gani kizuri ambacho unakipenda katika maisha yako uweze kuniambia siku ya leo. Bidada akasema kuwa kama dunia ingeweza kuharibiwa hata siku ya leo, nilitamani nibakie upande wako katika maisha yangu yote. Kama ningepewa nafasi ya kuongeza hata siku moja katika maisha yangu, basi natamani siku zangu za kuishi duniani ziweze kuongezeka ili niweze kuona daima. Lakini Mwamba akauliza, je, ni kitu gani kingine ambacho ungetamani kufanywa katika ulimwengu huu? Bidada akasema kuwa natamani kuzungusha ulimwengu mzima. Lakini bidada akasema kwamba yote haya ninayoyatamani sitamani niyafanye nikiwa peke yangu, yote natamani nikiwa niko kando yako, kwa maana tuyafanye tukiwa wote wawili. Wakati bidada akiwa amelala, Mwamba akawa anaogopa sana kusema kwamba naogopa kwa sababu ndakwenda kupotea siku si nyingi, kitu ambacho kitakuumiza sana mpenzi wangu. Mwamba akawa anamwaga bidada akimwambia kwamba nakwenda mbali sana, lakini bidada akiwa katika ndoto akawa amemshikilia Mwamba huko akisema kwamba usiende mbali na mimi. Mwamba akawa ameelekea nje, na kama alivyokuwa ameweza kuambiwa na yule mwanamke kwamba pindi ambapo utakuwa mwezi timilifu umeweza kutokea, basi wewe utakufa duniani na ile alama itajifuta mikononi kwa bidada. Sasa tukutane katika episodi ya 11 ambayo itakwenda kutupa majibu ni nini ambacho kitakwenda kujili, ikiwa wote tuliambiwa kwamba mwezi utakapokuwa timilifu
tu, jamaa atakwenda kupotea kabisa ulimwenguni na alama ya bidada itakwenda kujifuta. Sasa nini ambacho kitakwenda kujili? Unaweza kagua katika channel yako, kama bado hujagusa alama ya kusubscribe basi hakikisha unaigusa, lakini kama bado hujagusa alama ya kulike fanya hivyo haraka sana ili tuweze kutoa sehemu inaweza kufuatia. Ila unaweza kuitazama hiyo hapo juu, inaweza kujitokeza hapo, utakapoigusa tu inakupeleka kuitazama sehemu ya 11.